Ndugu zangu watazamaji wetu wapendwa, leo kwa mara nyingine tena Dr. Kondo Online TV tunawaletea habari kubwa ambayo imetikisa katika ulimwengu huu wa kisiasa lakini kiuchumi, na hiyo ni kitendo kilichotokea hivi majuzi katika nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dar es Salaam. Marais wawili ambao walisaini Memorandum of Understanding ama makubaliano, hati ya makubaliano katika jambo ambalo lina historia kubwa kiuchumi. Rais Iron Lady, ninamwita hivyo, ni chuma sio chuma cha kutia wasiwasi, ni mwanamke ambaye chuma, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na comrade ya Mheshimiwa Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Wamefanya kitendo cha kimapinduzi, kitendo kikubwa katika kuonyesha ushirikiano wa nchi za Afrika na hasa Afrika Mashariki kujikwamua kiuchumi. Kusaini mkataba huo wa refinery ama kampuni hiyo ya kusafisha mafuta ghafi kwenda mafuta ambayo sasa ndio yanaweza yakatumika ni kitendo cha kihistoria kwa wenye kuzingatia. Kwanza nichukue fursa hii bila kupepesa, na watu wengi hiyo tunajisahau. Kiongozi wetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka rekodi nyingine tena kubwa, na ameonyesha umahiri wake, uzalendo wake na moyo wa kuipenda nchi yake Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha nchi hii anailinda, anaitetea kwa nguvu na uwezo wake wote ili liweze kupaa kiuchumi. Kwa mtu ambaye anaelewa maana yake, unaweza ukafikiri jambo la kawaida, lakini jambo zito na limepitia mlolongo na misukosuko mingi sana, na ndio maana nasema kwamba huyu ni Iron Lady president, na rais ambayo ana moyo hasa wa chuma, ule wa chuma, maana katika kutetea maslahi ya nchi yake hapepesi, hayumbi, anasimama amenyoka ili kuhakikisha anafanikisha katika ile adhama yake ya kuiacha nchi katika mikono salama lakini imara, kiustawi, kiuchumi. Historia ya kitendo hicho ambacho kimefanyika hivi majuzi katika kati ya viongozi hao wawili, Yoweri Kaguta Museveni kwa upande wa Uganda na Mama Samia, kwanza kimeonyesha mshikamano, upendo, udugu katika nchi mbili na historia yake kubwa sana. Watu wenye kufuatilia wanajua historia ya Uganda na Tanzania na Kenya, na hasa leo nitazungumzia nchi hizi mbili. Wakati 2017 tunasaini kwa mara ya kwanza mkataba wa kujenga bomba la mafuta kutoka Hoima kule Uganda mpaka kuja bandari ya Tanga. Palikuwa na mambo mengi sana yalipitika, palikuwa na vituko vingi vya kisiasa, lobbying na kadhalika, kwa sababu ni habari ya uchumi mkubwa, kwa sababu Uganda ndio sasa imegundua mafuta yamegundulika mengi, na nafikiri kwa estimations za kawaida kwamba wana reserve ya barrels ama mapipa zaidi ya bilioni 6.65. Sio kiwango kidogo, kiwango ni uchumi mkubwa sana huo, na hii ni bahati. Lakini Uganda kama nchi imeona hiyo bahati waliopata wao waweze kushare na ndugu zao wa Afrika Mashariki, na ndio maana pakawa na mpishano mkubwa, vita kubwa katika nchi. Sitaki kuzitaja sana, lakini lazima tutaje, kati ya Kenya na Tanzania. Kenya ilitaka mradi uende kwao, lile bomba lipite liende Mombasa huko, na Tanzania geographically na ukaribu wake na Uganda na advantage ilionayo
katika unani distance na vile vile na bandari yenyewe strategically ile ya Tanga ilikuwa ina nafasi kubwa sana ya fursa kubwa sana ya kuwini, lakini palikuwa na kazi. Mara ya kwanza hata Kenya ilikuwa hatihati tayari ishachukua ule mradi, lakini nchi yetu ilipambana sana ile convince ndugu zetu wa Uganda wakaikubali, wakaliona ile kiuchumi, sio swala la favor tu, lakini wakaliona kiuchumi. Ikapitishwa azimio, lilikuwa sio vita ndogo, lakini watu wamesahau na watu tunatembea kusahau. Ilikuwa mambo makubwa sana yalifanyika sana, na ndugu zetu wengine walikwenda mpaka kwa rais nani wa Ufaransa kufanya lobbying, na mliona zile viral video zile zilikuwa zinapita, wanamshawishi tena bila aibu, kwa nini usijitoe toto ile ya nani ya kampuni ya Ufaransa, usijitoe ili mafuta nani kama bomba lipite Kenya. Naona Macron alikuwa na kigumizi kipindi kile, na ndio kwanza alikuwa katika kipindi anaingia kwenye anachaguliwa katika uchaguzi wao mkuu. Yani ilikuwa sio hali ambayo ungetarajia kwamba tuwe na mpishano wa namna hiyo, lakini unajua kwenye maslahi watu wanaondoa aibu, wanaiweka pembeni, wanapambana. Lakini yote baadaye tukashinda hiyo. Uganda ikakubali kwamba bomba lipite katika Tanzania hiyo, ambayo katika hizi kilomita 1447 kitu kama hiki, naona sehemu kubwa 90% inapita Tanzania, sehemu ndogo kama kilomita 240 na ndio ipo kwenye Uganda. Sasa tuna advantage kubwa sana sisi na ajira nyingi sana zipata. Nafikiri sio chini ya 10,000 ndugu zetu, hata sio wa Tanzania peke yao, maana mwili unaweza kukuta sio wa Tanzania peke yao, wa Kenya wapo, Waganda wapo, wa Tanzania tupo na kadhalika. Ni manufaa kwa wote. Lakini hiyo ni phase ya kwanza. Sasa phase ya pili ndio nataka nizungumze vizuri kidogo, ili tufahamu kwamba mama yetu maua yake tumpe, tuone amefanya jambo kubwa sana tena la kihistoria strategically. Kuna watu wanapenda kubeza vitu, kila kitu leta siasa, basi hata ueleweki unafanya. Na watu walikuwa wanafurahia sisi kupoteza ile fursa ya refinery kwa nani Tanga, watu wanafurahia. Sasa hapo ndo unapoona hasadi. Hasadi ni kitu cha ajabu sana, lakini ni roho mbaya iliyopitiliza. Yaani unaona hata neema kuondoke ili tu ionekane kwamba mama ama kiongozi wetu hakufanya lolote. Lakini jambo fursa hili ni wa Tanzania kiuchumi, tena kwa miaka mingi, sio kwa miaka 2-3, lakini kuna ajira pale, kuna revenue pale, kuna vitu vingi vinafanyika. Lakini kwa watu wenye mtazamo mfupi ama upofu wa kisiasa na kadhalika, hawaoni hilo, wanaendekeza zaidi ya chuki. Sasa chuki, nikitaka kuambia hasadi, nitoe mfano mdogo kidogo, kwamba kipindi fulani pale Baghdadi kulikuwa na kiongozi mmoja anaitwa Harun Rashid, aliongoza pale. Sasa akasema, na kipindi kile palikuwa na mambo mengi ya ovyo ovyo pale Baghdadi, Middle East ile karibu, mambo ushirikina yalikuwa mengi. Sasa ilikuwa inaeleweka kwamba kitu kibaya katika mambo yote ni ushirikina, uchawi. Na ndio maana katika Qur'ani anasema Mwenyezi Mungu aliwaleta malaika wawili pale, Haruti na Maruti pale, kuonyesha vituko vile vya uchawi na ubaya wa uchawi ili watu waukatae. Lakini watu wakaona kwamba uchawi ni sehemu ambayo kipindi kile na mpaka sasa waukumbatie. Lakini kilichofanyika nini? Wazee wa pale waambia uchawi ni afadhali kuliko hasadi. Hasadi ni mbaya. Sasa Harun Rashid akasema, mbona haieleweki? Uchawi unaua, uchawi unaleta faraka katika familia, uchawi unaleta vurugu katika jamii. Sasa unasema hapana, ni afadhali kuliko hasadi. Hasadi ni mbaya. Sasa wale wazee walitumia akili na busara, nasema kistaki kusudi uelewe nini mustakabali wa hili tunazungumza. Wakasema tafuta maskini wawili, watafute vijijini huko, tena hoi hai kabisa, tofauti, alafu waite kwenye nyumba yako ya mfalme, alafu waulize wanataka nini. Alafu mengine wakamweleza yule, akatafuta maskini wale ambao hata laka moja ya chakula hawezi, kawaleta pale. Akasema leo umepata fadhila kubwa kwa msema mfalme. Akawa leo nimewaita nyinyi, leo ndio siku yenu,
chagueni chochote kile ambacho nakiona naweza nikawapa ili kuondokana na hali hiyo, lakini sharti langu ni moja, yule atakayechagua, kama ni hela, fedha, nyumba, jambo lolote ile ambalo mnani, yule atakuwa na fursa ya kuchagua jambo, lakini yule wa pili atakuwa na fursa nyingine, haki yake, unaona, atalipwa mara mbili ya kile ambacho yule aliyochagua. Kama nyumba amechagua, anasema tupewe nyumba 2, basi wewe ndakupa 2, huyu ndampa 4. Kama fedha, wewe umesema milioni 20 na milioni 200, huyu atapata milioni 40 ama milioni 400, na wewe utapata zile ambazo umetamka. Hapa ikaingia hasadi. Yule wa kuchagua ambaye amepewa fursa ya kuchagua akaona hii ni hatari. Kile akiangalia, akichagua hata akisema milioni 2, akiwa utapata milioni 4. Ikamwingia hasadi. Lakini bila kufikiria hali yake na kile ambacho akasema, bana, sasa mimi naona mimi nimechagua nitoe jicho moja. Farmashini akasema, "Utoe jicho, nitoe jicho." Kusudi mwenzake atolewe mawili. Yaani yule kipofu kabisa. Sasa ona, hasadi ndio mtu anafika mahala hasadi anajizuru nafsi yake. Nasema mfano, na mifano utaiona inafanana lakini ndio hasadi. Hata nafsi yake. Na ndio maana kulikuwa na watu walikuwa wanashabikia kwamba ule mradi wapewe wa ndugu zetu. Lakini yeye anapata nini? Basi iwe tu. Ndio hii hasadi. Lakini ule mradi utawasaidia Watanzania kwa sehemu kubwa sana, kwanza ajira, lakini kiuchumi. Ile hub, energy hub ile, yani kitovu cha nguvu, sema nguvu maana yake mafuta. Nchi zote ambazo zinazunguka, sio kwamba unatazama Tanzania, Uganda na Kenya, hapana, unatazamia Rwanda, Burundi, DRC, wengine Malawi huko, Zambia. Haya manufaa makubwa sana. Kwa hiyo unasema haki mpeni. Kiongozi wetu lazima tumpende, tumunge mkono, na tuone amefanya jambo kubwa sana. Ameweka historia. Ameacha legacy. Na kazi kubwa aliyofanya diplomasia. Mama Samia ni mwana diplomasia. Usifikiri hakulala. Hii kazi ilikuwa tayari, Dangote aliingia hapo katikati. Na wala usifikiri Dangote alikurupuka tu akazungumza yale aliyozungumza, hapana. Yule unajua unaangalia juu ya maji, lakini chini kina chake kikubwa. Usione maji yametulia chini, lakini juu yametulia, lakini chini pale mkondo wake unaweza kukuvuruga. Kwa hiyo pale hapa kilichofanyika kama kiini macho. Kidiplomasia unaona kama watu wamezungumza, lakini mazungumzo yalishakuwa tayari. Na hata kiongozi yule mmoja alipokuwa anaunga mkono kwamba Tanga naunga mkono, hapana. Unaona alipotamka Dangote kwamba sasa Lamu ndio utakwenda jenga kiwanda cha refinery, tayari amebadilika. Maana ingekuwa kama mtu ingekataa, hapana, tulishakubaliana. Sasa nataka kusema tupate picha, si wa Tanzania, sio washabiki tu. Tena mangia washabiki wa kudhuru hata nafsi zetu, kama vile jitu ile watu wenye hasadi. Tuwe na akili, tuangalie. Tunakomboka kiuchumi hapa, nchi inanufaika, vijana wetu wanapata ajira, kuna mambo mengi yatafanyika hapa, na hata maendeleo utayaona. Ile Tanga itabadilika. Tanga itakuwa sio ile Tanga ile utaiona. Kwa maendeleo haya, kwa investment kubwa sana. Sasa uone kwamba rehema hii neema, lakini kiongozi amesimama imara. Lakini kiongozi wetu ametupigania sana. Amefanya kazi kubwa sana, sitaki kwenda kwa ndani, lakini sio kazi ndogo kuhakikisha anamshawishi kama tulivyomshawishi tena ndugu yetu ama kiongozi mpendwa Dr. Yoweri Kaguta Museveni kukubali bomba lipite Tanzania. Ilikuwa na vita kubwa sana, lakini hii ya pili ndio vita kubwa zaidi kwa sababu pana uwa mkubwa sana. Sasa ili bomba ama haya mafuta finally, hivi viwanda kwanza sasa hivi ndio watu wanajanjaruka. Ndugu zetu wazungu wametupiga sana katika hilo. Wewe angalia nchi kama Nigeria, nchi kubwa, imeanza kutoa mafuta toka miaka 50 huko, refinery hawana. Yale mafuta yanachimbwa pale, yanasafirishwa, yanakwenda Ulaya, yanasafishwa, yakishasafishwa yanarudishwa tena kwa bei kubwa. Kwa hiyo Nigeria inakwenda kwenye ambao wao wangekuwa na nafuu.
lakini hakupata nafuu. Tunamsifu katika aspect hiyo ndugu yetu Aliko Dangote alipoanza kuifungua dunia, hasa Afrika. Hapana, tunaweza kuifanya Tanzania wenyewe Afrika, akaanzisha. Lakini alipigwa vita sana Nigeria. Walikuwa wanamkatalia, alikuwa hapati mafuta kusafisha. Nigeria nchi, na yeye ni Nigeria yule. Amepiga, na mnaona sasa. Analeta nafuu, bei inapungua na mafuta yanakuwa ya uhakika, hayasafirishwi na kwenda Ulaya, kasafishwa alafu hapakuwa. There is no logic. Sio kwamba wale wa Nigeria na wamesoma na wanajua kabisa. Lakini papa na ulaji na wakubwa wale wengine wananufaika katika mfumo huo. Ndio Afrika ilivyo. Hawana ule uchungu wa nchi, kupata kiongozi mwenye uchungu wa nchi kama huyu Iron Lady Dr. Samia Suluhu Hassan. Exception. Maana watu wanajaribu tu kupinga na nini. Hapana. Ana uchungu wa nchi yake. Ana mapenzi ya nchi yake. Ana uzalendo ule ambao hauna shaka. Anapigania kwa nguvu yote kuuleta. Ilikuwa sio kazi ndogo. Nataka kueleza ndugu zangu, tuelewe hilo. Leo tunayo. Sasa kilichotokea kingine ambacho lazima tumpongeze Yoweri Museveni. Ni mwana mapinduzi lakini mwenye kukumbuka fadhila. Kuna wachache wanaokumbuka fadhila. Yoweri sio anafanya hiki, anajua kabisa Uganda imesaidiwa sana na Tanzania katika kipindi kigumu sana ilichopitia. Kipindi cha mauaji, kipindi cha Idi Amin, kipindi cha vurugu. Uganda na Tanzania tumemwaga damu kwa ajili ya Waganda. Museveni anakumbuka na anakueleza, natakueleza kwa tabia ya binadamu. Generation ya Museveni ikiondoka, wale bomba tusingelipata. Ni kama unazungumza na mtu unapiga na wanasajita mbuzi kwa viongozi wa Afrika. Museveni ni exceptional. Tumshukuru, ni mtu ambaye anajua fadhila na anazikumbuka, lakini Afrika viongozi wengi hawakumbuki fadhila. Hawajali yaliyopita. Sisi Tanzania tumewasaidia, tumemwaga damu katika nchi nyingi, hatutaka kusema na sio vizuri sana kuna, lakini tunanufaika nini? Wananufaika watu wengi, lakini tumemwaga damu, tumepigana. Tumekuwa maskini sehemu kubwa ya uhuru wetu katika miaka mingi. Baba wa taifa alisema Tanzania haitakuwa uhuru mpaka nchi zote ziwe uhuru. Hizo zote tunaziona zimekuwa Zimbabwe, South Africa, Angola, Msumbiji, zote katika Afrika tumefanya. Je, ingekuwa wazungu wenzetu wale wangenufaika? Kwa sababu leo hii Mwingereza pamoja kwamba alikuwa anakopeshwa na Marekani katika vita vikuu vya pili vya dunia, akisema lolote Marekani, Mwingereza lazima afuate. Ada historia. Wale wenzetu baba pali wana nidhamu. Sisi hatuna. Sisi hatujali kabisa. You know, sasa huko sitaki kusema sana. Lakini nasema kama kitendo kilichofanyika na kiongozi wetu, hasa viongozi wawili, kitendo cha mfano, kitendo cha uzalendo, lakini kitendo ambacho sisi wananchi wa Tanzania tunatakiwa tumshukuru, tumuunge mkono kiongozi wetu. Tusiwe na hasadi. Tusiendekeze shabiki. Ametukomboa kiuchumi na manufaa yake sio kwamba tutaiona, yanaonekana. Na ni mradi mkubwa sana ambao sasa baada ya kukubaliana, lakini ndio wamefanya kitendo hiki cha juzi cha kusaini mkataba refinery. Na yote imetoka nani? Dangote sasa kuamua kupeleka refinery iwe Lamu. Lakini sitaki kuzungumza ni mapenzi yake, hivi mfanye biashara. Na kama Mwalimu Nyerere alivyosema kwamba fanye biashara yake, hilizi yake ni kunyonya, yani super profit. Tulitoka yote, fanye biashara yote anataka sio profit, super profit. Ndio kasumi vitu vya uchumi. Sasa yeye anaweza kawa na vitu vingi, lakini vingine vinakuwa na political nini, pakisha atuelewe. Sasa ameamua kwenda, lakini akili yao wewe inakuja mafuta yasafirishwe kilomita 1400 mpaka Tanga, na Tanga kuna poti, na Tanga kuna conducive nani mazingira mazuri tu ya kujenga haya matenki na kadhalika na kusafisha. Uyachukue tena uyasafirisha ama uanzishe tena bomba lingine ulipeleke Lamu. Does it make sense? Haitaji kusoma uchumi chuo kikuu na nini hapa. Ni akili tu ya kawaida. Yaani unaanzisha gharama zingine uncalled for. Lakini sasa tunaona, lakini mama huyu na Museveni akasema hapana, huyu hatuwezi kuchezewa namna hii. Hizi nchi zinaweza kukopa. Kama anakopa, hivyo Tanzania na Uganda tunakopa, tuna dhamana kubwa zaidi kuliko mtu binafsi. Kutojiamini tu, lakini viongozi wao wanajiamini, walisimama wote imara, lakini kwa sababu ya mshikamano. Huyu mmoja anakumbuka fadhila na anashukuru, lakini huyu mwingine, lakini vinginevyo hili swala lilishakwisha zamani. Sasa hivi kidogo hata yule bwana mwekezaji anaangalia, maana anaona sasa kakosa.
Maana unajua kumpoka tonge mdomoni mtu ni jambo kubwa sana. Patakuwa na vita za hapa na pale. Sio kwamba jambo lime lazima. Sasa Watanzania tusimame imara, tumuunge mkono kiongozi wetu, tuone jambo hili ni ukombozi wa uchumi. Pale patakuwa na manufaa makubwa sana. Refinery ile ambayo itakayojengwa pale, kuna matengi, kuna byproduct nyingi zitafanyika pale. Activity nyingi za uchumi zitasaidia Tanzania, zitasaidia Uganda, zitasaidia Afrika Mashariki na litapunguza bei. Na sisi swala la mafuta tutalisikia ili kupata panda ovi na nini. Tutakuwa na nafuu hata kama patatokea msukosuko wa mafuta, sio kama huu ambao tunashuhudia, hatuna chochote. Kwa hiyo hili jambo mama amelifanya jambo kubwa, tuna haki ya kumpa maua yake kabla. Tuna haki ya kuunga mkono kwa nguvu zetu. Tuna haki ya kumuona kiongozi wetu ana uzalendo, ana upendo, ana moyo wa kujiamini, lakini ni mtu ambaye siku zote amesimama kutetea maslahi ya nchi yake. Haya ndugu zangu, mimi niseme na tuyaenzi hayo na tuone kwamba uchumi ndio vita vikubwa sasa duniani. Sifanye mchezo. Sasa hivi watu wazungumzi, maana uchumi umeshika kile kitu. Usione Marekani anapigana kule Irani, anahangaika, kuna ni uchumi tu. Maana anasema mwenyewe Trump, sasa mimi nilikuwa naiba mafuta yale ya Irani yale million barrels. Sasa unaona. Kwa hiyo ulikuwa pale kupigana. Sasa sitakuzungumzia huko. Ulikuwa kupigana pale sio nuclear. Hii habari ni mafuta. Sasa uangalie. Sasa sisi tusiojua kajambanani tunaanza kushabikia ovyo tukisiasa. Mshukuru Mungu, lakini tumuombee maisha mema kiongozi wetu, lakini tuombee maisha mema viongozi wetu wawili hawa. Wao na mshikamano. Kama Museveni asingekuepo pale na mwenye kushukuru, ili jambo lilikuwa gumu sana. Lishaondoka hilo. Hata ile bomba lenyewe lisingejengwa. Tayari lishaondoka kila kitu. Tulikuwa nasikia tu habari. Lakini kiongozi huyu naye lazima tumpe maua yake, Yoweri Kaguta Museveni, kwa sababu ameonyesha uzalendo, lakini ameonyesha kushukuru. Sio wengi wenye kushukuru kwamba anaona historia ya nchi yake anaielewa. Kuna wengine hawa watakao kuja na ndo tunaona wengine wote ambao tunafanya hao nani wanaiona kitu cha kupita tukipita. Asante sana kwa leo, naona tuzungumzie katika hilo. Tanzania tusimame imara, the Iron Lady ambayo mimi namuita mama yetu, kiongozi wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapaswa kupewa maua yake, kupongezwa na kushukuriwa, lakini kuungwa mkono kwa nguvu zote, kwa wenye kujua na wenye ku. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tuendelee kuunga mkono kipindi chetu cha Dr. Kondo Online TV. Asanteni sana.